tunapozungumzia swala la mahusiano, kuna vitu ambavyo hatuwezi kuacha kuzungumza. Nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na upekee wa mwanamke. Kila mtu anafahamu namna ambavyo mwanamke ni muhimu sana katika jamii zetu. Lakini pia kila mtu anajua na anafahamu namna ambavyo kila mtu ana nafasi yake kubwa sana katika kuyafanya maisha kila siku yaweze kuendelea. Sasa napozungumzia upekee wa mwanamke, ni muhimu sana uweze kujua kwamba wanawake wanafanana kwa asilimia kubwa sana na kila moja ana upekee wake. Sasa kuna mambo matatu ambayo ni muhimu sana kila mtu akayajua pale tunapozungumzia upekee wa mwanamke. Na jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kila mtu akalijua ni kwamba wanawake wanafanana kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wanawake wengi wanaingia katika kundi la watu wenye haiba ya phlegmatic. Unapozungumzia watu katika mlengo wa kihaiba, kwamba wanaingia katika kundi la watu wenye haiba ya phlegmatic. Na hii haiba ya phlegmatic ni haiba ambayo inapelekea mtu either kuwa mpole, kuwa mtu ambaye ni mwanadiplomasia mzuri, lakini kuwa mtu ambaye ni mwaminifu katika eneo la mahusiano. Sasa hii ni namna ya kwanza ambapo mwanamke ana upekee mkubwa sana. Lakini pia kitu kingine ambacho kinatokana na haiba hii ya phlegmatic ni kwamba mtu mwenye haiba ya phlegmatic ni mtu ambaye anapenda kuwa katika eneo lenye amani, hapendi kukaa katika mazingira ambayo wanapoteza amani. Ndio maana utakuta wanawake ni kama wanafanana kwa kiasi kubwa sana, kwa sababu mwanamke akikaa katika mahusiano ambayo yanamfanya apoteze amani yake, anaweza kuondoka kwenye yale mahusiano bila kujali kitu chochote, akaondoka tu kwenye yale mahusiano, kwa sababu watu wenye haiba ya phlegmatic wanapenda sana kuwa katika hali ya amani. Lakini jambo la pili ambalo nalizungumzia napozungumzia upekee wa mwanamke, wanawake wengi wanapenda kwenda na fashion. Ni kitu kingine ambacho kinaambatana na ule upekee wa mwanamke. Wanawake wengi wanapenda kwenda na fashion. Ndio maana unaweza ukashangaa kwamba mwanamke akiona mwenzake pengine amevaa hereni ya namna fulani, naye anaweza kwenda kuitafuta. Lakini mwingine akiona mwenzake labda mwenzake ametoboa pua, naye anaweza kwenda kutoboa pua. Na ndio maana utakuta kuna watu wengi au kuna wanawake wengi ambao wengine wametoboa pua zao, wengine wametoboa matundu 3, 4 kwenye masikio, lakini utashangaa pengine hajavaa hereni hata moja, au ametoboa pua yake lakini hajavaa kipini. Ni kwa sababu alitoboa kwa sababu alitamani kuendana na fashion, aendane na watu wengine, aendane na wale wengine jinsi walivyo, lakini kumbe kilikuwa ni kitu ambacho hakihitaji kabisa. Kwa hiyo jambo la pili nalolizungumzia napozungumzia upekee wa mwanamke ni kwamba ni watu ambao wanapenda kwenda na fashion, kwenda na mitindo inayoibuka ya kimaisha. Lakini jambo hili si zuri sana, kwa sababu wakati mwingine inaweza kukuingiza kwenye gharama kubwa ambazo hukuzitarajia, lakini pia kukuingiza kwenye tabia ambazo pia zilikuwa sio lazima uwe nazo, ambazo zinaweza kuharibu hata mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo napozungumzia upekee wa mwanamke, ni muhimu sana wewe ikiwa ni mwanamke uweze kuangalia sana namna unavyoenda na mitindo, lakini pia kama wewe ni mwanaume na uko mwanamke, uweze kujua namna gani unaweza kumsaidia ili asiendane na kila kitu ambacho anakila, kwa sababu vitu vingine vinapokuja vinakuwa na roho nyuma yake. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umeadapt au umekumbana au umejikuta umetawaliwa na roho fulani, lakini imetokana na wewe kuendana na kila mitindo ambayo unaiona. Sasa jambo la tatu ambalo nalizungumzia ninapozungumzia upekee wa mwanamke ni kwamba wanawake wengi ni rahisi sana kujikuta wanakuwa driven na desires, kuendeshwa na tamaa. Sasa hili ni jambo lingine ambalo ni muhimu sana ukalifahamu, ili uweze kujua kwamba kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikaingia kwenye maisha yako, sio kwa sababu unavihitaji, lakini kwa sababu umeamua kuzitii au umeamua kukubaliana na tamaa zako. Ni kweli kwamba kila mtu ana tamaa, lakini kuna kiwango ambacho hutakiwi kuvuka ili uweze kujiwekea limitation kwenye maisha yako.